Ni kusalimu kwa jina takatifu la Yesu Kristo. Na leo tunaenda kuangalia topic hii inayosema hivi kwamba wewe kama una wito au umeitwa na Mungu kwa ajili ya kumtumikia, hawa ni aina 7 ya maadui, lazima uwe makini nao. Ukiona umechaguliwa, umetengwa na Mungu, umewekwa alama na Mungu ili umtumikie Mungu, jiandae kupambana na vita vya hawa watu 7 au vya maadui hawa 7. Adui wa kwanza kabisa ni adui wako wa kiroho, spiritual enemies. Spiritual enemies ni maadui ambao hautowaona kwa macho, lakini wanapambana na mafanikio yako au hatua yako au mwelekeo wa maisha yako. Mkiwa na maana gani? Tunaona kwenye kitabu cha Daniel akiwa ameomba siku 21, tunaona baadaye malaika yule aliyekuwa ametumwa kuleta majawabu kwake, baadaye tunaona anakataliwa au anazuiwa na mkuu wa Uajemi. Sasa yule mkuu wa Uajemi, ina maana aliweza kumzuia malaika asilete majibu. Kwa hiyo sasa adui sio kwa malaika au sio kwa Mungu. Adui ni kwa Daniel ili asipate taarifa kutoka kwa Mungu. Taarifa imeshatolewa, majibu ya maombi yameshatolewa toka siku ya kwanza. Lakini tunaona mfalme wa Uajemi au mkuu wa Uajemi anamzuia ili asipate majibu Daniel. Sasa na wewe unapokuwa unaomba, kuna wakati adui anazuia majawabu ya maisha yako ili usipate, si kwa sababu Mungu hajajibu, ila adui hataki upate matokeo. Ndio maana hutakiwi kukata tamaa, hutakiwi kuchoka, na unatakiwa uongeze nguvu kiroho. Lakini maadui wa pili ni maadui wa familia, household enemies. Hawa ni maadui hatari ambao ni wa ndani. Na ndio maana hawa Yesu amewazungumzia sana kwamba adui wa mtu ni wa nyumbani mwake. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 10 mstari wa 34 mpaka 40, lakini pia ukisoma kile kitabu cha Luka sura ile ya 12 mstari wa 49 mpaka 53, utagundua kitu cha tofauti kitu hicho. Kwa hiyo maadui wa hivi wa familia ni maadui wa aina gani? Maadui wa familia ni maadui ambao unapokuwa umepata neema labda ya kumjua Mungu na Mungu amekutenga kwa ajili ya kazi yake, au umefanya jambo ambalo Mungu amekuandaa au amekutengeneza kwa ajili ya wito wake, wataanza kukupambanisha, wataanza kutaka kukuangusha, wataanza kutaka uchoke, ukate tamaa. Wengine ni ndani kabisa ya familia, wengine wanaweza kuwa ni ndugu wa karibu, wengine wanaweza kuwa ni upande wa mume wako au mke wako, au upande wa mke wako mwenyewe, mume wako mwenyewe, au watoto wako wanakupambanisha. Tunaona hichi kitu kwenye Habil na Kaini. Alipoonekana Habil amefanya jambo linalompendeza Mungu, akawekwa alama na Mungu, tunaona Kaini anakuwa na wivu na anataka ammalize. Tunaona Mungu alivyomark tu Joseph au Yusufu, tunaona ndugu zake wanataka kumuua. Lakini pia kitu cha tatu ni free enemies au maadui marafiki. Yaani hawa ni watu ambao ni marafiki zako, lakini hujui kama ni maadui zako. Kuna wengi leo tumeumizwa kwa watu waliokuwa marafiki zetu, kumbe ni maadui zetu. Na hawa ni watu hatari, kwa sababu wengi utawachukulia kama marafiki, utashare taarifa zako, utafanya kila kitu. Kwenye ulimwengu wa mwili unahisi ni watu wako sawa, lakini kiroho kile unachokifanya wao wapo kinyume nacho. Wengine watashangaa labda ni watu
wabaya wanaweza kuchongea, wengine unakuta wanashangaa kutangaza vibaya, au wengine kama ulikuwa na plani wanaiharibu kwa siri wewe bila kujua. Na wengi tunao hawa watu ambao tumejifanya ni marafiki zetu, kumbe ni maadui zetu. Lakini wanne tunasema ni loyal enemies. Loyal enemies hawa ni wa kutoka kwenye mashirika, taifa au kwenye ufalme fulani. Nikiwa na maana gani? Hawa unakuta ni viongozi au ni serikali inapiga vita huduma yako. Kwa mfano, upo una huduma au ni mhubiri au ni nabii. Sasa vita inatoka kwenye serikali au inatoka kwenye tuseme mfumo wa utawala ili wakupige vita usite. Kwa hao ni aina ya maadui wanaopambana na wale watu ambao wameitwa na Mungu. Lakini maadui watano ni maadui ambao wanapambana na wewe kwa kutaka kujilinganisha. Au tunasema ni competitive enemies. Hawa hususan ni maadui ambao wanatokea kwa sababu kuna kitu mnafanya kinachofanana. Labda kama ni mtumishi, ni mhubiri na huyu ni mhubiri, kwa hiyo wanaingia kwenye vita. Labda huyu ni mfanyabiashara na huyu ni mfanyabiashara, wanaingia kwenye vita. Labda huyu ni kiongozi na huyu ni kiongozi, au mwanasiasa. Kwa hiyo ni wale ambao kwa sababu ya competition wanataka utoke ili wao wabaki kwenye game. Lakini maadui wa sita ni maadui wa hatima yako au wito wako. Unaweza kukuta wewe ni mtumishi umechaguliwa, lakini unashangaa kuna watumishi wanakupiga vita kwenye ulimwengu wa roho, au wanakuibia kwenye ulimwengu wa roho, au unaona kuna vita inaendelea kwenye ulimwengu wa roho, hususan inapambana na kipawa au karama yako. Sasa hao ni maadui ambao wanakuwa wanapambana na vipawa na karama yako. Wengine wanaweza kuwa ni maadui ambao unaona kwenye ulimwengu wa roho, lakini wengine hadi kwenye ulimwengu wa mwili. Unakuta labda ni mchungaji, lakini kuna mchungaji anakupiga vita. Si kusema kwamba anataka amiliki au anafanya kitu kama cha kwako. Yaani yeye tu anataka usifanikishe lile kusudi lako. Mwingine anaweza asiwe mchungaji, ni mtu tu wa kawaida, ni mtu wa karibu, lakini yeye anataki. Kwa hiyo ataweka vikwazo kwenye kila unachokifanya kinachohusu wito wa Mungu au hatima ya Mungu ambayo Mungu amekuwekea ndani yako. Lakini wa mwisho kabisa ni maadui wa usiku. Hawa ni maadui ambao sana sana ukishalala, maandiko yanasema walipolala adui walikuja wakafanya 1, 2, 3, wakapanda magugu kwenye ngano. Watu hawa muda mwingine unaweza usiwaone au unaweza kuwaona ndotoni. Watu wanakupachika vitu, unashangaa, au umelala unakabwa, au umelala wao wanaendelea kwa siri. Wengi unakuta labda ni wakuu wa giza. Sasa usipojua, ina maana moja kwa moja unakuta unaumia, unateseka. Au wewe umelala tu ujui, watu wanakuja wanachukua mtoto wako, wanaenda kumlisha vyakula. Au wewe mwenyewe unashangaa umelala, wanakuja kufanya vitu vya ajabu kwako. Kwa hiyo hao ni maadui wa usiku ambao unatakiwa uyajue. Na asilimia kubwa ya maadui hao unakuta ni wachawi na waganga ambao wanakutembelea wewe ukiwa umelala ili walete madhara kwenye maisha yako na hatima yako. Sasa maadui hao ni maadui ambao jitahidi waelewe, wajue na namna ya kuwakwepa. Kwa sababu gani? Usipowakwepa, usipojua namna ya kudili nao, na maana mwisho utajikuta hauwezi ukasonga mbele, hauwezi ukapiga hatua, unashangaa unabaki pale pale, au unajaribu kuinuka alafu unapitia vikwazo vinakurudisha chini. Kwa unakuta maisha yako yanabaki pale pale na hadi unazeeka. Naitwa Apostle Johannes. I love you in Jesus' holy name.